Mtazamaji wa Six Sense Sports kokote pale ulipo, karibu na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo mashabiki wengi wana hamu na kusubiria tarehe 15 ambapo mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba ambao unatarajiwa kuchezeka katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini cha kushangaza mpaka hivi sasa Young Africans bado wanaendelea kuwa na msimamo wao kwamba hawachezi ng'o katika mchezo huo, baada ya mchezo huo hapo awali kuhairishwa Machi 8 katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na sababu ambazo wekundu wa Msimbazi Simba walizitoa kwenda kwa bodi ya ligi kwamba walizuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, na Simba waliweza kutoa msimamo wao na bodi ya ligi waliweza kuhairisha mchezo huo, kitendo ambacho kilipelekea kwa Young Africans kuto kuhesabu mchezo huo namba 184. Paka hivi sasa bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na shirikisho la mpira hapa nchini kwetu Tanzania TFF waliweza kutangaza mchezo mpya ambao ni tarehe 15 ambapo dabi ya Kariakoo ndipo inapoenda kuchezwa upya. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, mpaka hivi sasa wao wenyewe tayari wameshaanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Kwa upande wa Young Africans, wao bado hawajaanza maandalizi yoyote ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wao wenyewe wamefanya maandalizi ya mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons. Twende tukamsikilize afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe namna ambavyo anavyozungumza walivyojiandaa dhidi ya mchezo wao wa Tanzania Prisons. Katika upande wa dabi, Young Africans wenyewe wanakuambia wao washamaliza mchezo huo. Twende tukamsikilize na kumtazama Ali Shabani Kamwe. Maandalizi yanakwenda vizuri so far, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji ambao hawakupata bahati ya kuitwa kwenye timu zao za taifa wote wameripoti hapa KMC na tulifungua kambi yetu Juni mosi. Wachezaji wote ambao wako hapa wapo kwenye hali nzuri, na tunaamini kwa maandalizi ambayo yanaendelea hapa, hii michezo miwili ya mwisho ya ligi ambayo tunakwenda kuicheza, tutakwenda kupambana na tupate matokeo mazuri inshallah. Nimeona baadhi ya wachezaji wameongezeka hapa, wachezaji vijana. Ni mwendelezo ule wa rotation ya wachezaji vijana kwenye timu za vijana, au tutegemee maingizo mapya moja kwa moja kutoka timu za vijana? Yes, kuna ongezeko la wachezaji 4 kutoka timu yetu ya vijana ya under 20, na nichukue fursa hii kwanza kipekee kabisa kumpongeza rais wa klabu yetu Engineer Said, kupongeza pia kamati yake ya utendaji. Kuna program maalum ambayo Engineer Said anaifanya sasa hivi kwenye timu zetu za vijana, kuja pia kwenye senior team kwa maana ya kupita vioni kutafuta wachezaji wenye talent. Hivi kwenye training ya leo tunaye mchezaji mpya ambaye tumemtoa chuo cha kikuu cha Mlimani hapa. Wanakumbuka mashindano ya View ambayo alichezwa, top scorer wao anaitwa Hamed, nafikiri wewe wengi wanamfahamu. Tayari tumeshamalizana naye, tumeshamchukua, yuko hapa. Tunaye pia William kutoka Mbeya, unakumbuka, ambaye ni mwanafunzi kule Mbeya. Kwa maana tuna hiyo program ya kupita sasa hivi vioni kuhakikisha tunakusanya talent zile na tunakuja kuzipa opportunity kwenye timu za vijana na timu za senior team. Neno lako kwa watu wa Mbeya ambao wanatusubiria tarehe 18? Mbeya kwa kifupi kabisa, Mbeya hawana baya. Kwenye hii misimu mitatu ambayo imemalizika hapa nyuma na tumechukua ubingwa mara zote, Mbeya tumetoka pale kwao mara 2 tukiwa na taji. Kama unakumbuka, ubingwa wa kwanza, wa pili tulikuwa tunatokea Mbeya, shuka airport napigwa paredi mpaka Jangwani. Lakini kwa msimu huu kutokana na ratiba, mechi yetu ya ubingwa sasa haitakuwa Mbeya. Kwa hiyo tuwaombe sana wakazi wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kwenye mchezo siku ya tarehe 18. Tuisupport timu yetu. Mchezo kwa mgumu kwa sababu bado Prison unajua hajajua hatima yake kwenye ligi, kama anakwenda kwenye playoff au vipi. Kwa hiyo lazima tuweke jitihada. Yes, kama ulivyotoka kumsikiliza Ali Shabani Kamwe na namna ambavyo alivyozungumza kuhusiana na maandalizi ya kikosi chao kuelekea katika mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Tanzania Prisons, huku wadau mbalimbali wa mchezo ama wa mpira hapa nchini kwetu Tanzania wamekuwa na shauku ya kutaka kujua, je, mchezo huo utaenda kuchezeka siku hiyo ya
tarehe 15 kama ambavyo bodi pamoja na wadau mbalimbali wa ligi kuu Tanzania bara wanavyofahamu kwamba Young Africans atakuwa mwenyeji katika mchezo huo. Lakini pia ukiwasikiliza mashabiki mbalimbali wa Young Africans, wenyewe wanaendelea kusimamia msimamo wao kwamba hawatapeleka mechi na hawatacheza mechi kutokana na kile ambacho kilitokea Machi 8 katika mchezo wa awali baada ya kuhairishwa na kupangiwa tarehe mpya. Lakini pia ukiwasikiliza viongozi mbalimbali wa bodi ya ligi, wenyewe wanakuambia kwa upande wao maandalizi yamekamilika na kilichosubiriwa mpaka hivi sasa ni tarehe hiyo ya mchezo, waende timu zote mbili ziende zikamenyane ndani ya pichi. Sheria ama taratibu inavyosema kwamba ikitokea Young Africans wasipopeleka timu uwanjani, basi wanaweza wakakatwa alama 15 na alama 3 ikapewa timu ambayo iliyofika uwanjani. Kwa maana hiyo wekundu wa Msimbazi Simba huenda wakafaidika na msimamo ambao Young Africans wanaendelea kushikilia. Mpaka hivi sasa Young Africans bado anaongoza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa alama 1 dhidi ya Simba. Mchezo huo watu wengi wanatamani kuona huenda ndiyo ukaamua nani atakuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu ni tofauti ya alama 1 tu ambayo inawatenganisha mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Simba ambaye ana kiu ya kutaka kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara takriban misimu 3 mfululizo, mnyama Simba ameshindwa kutamba mbele ya Young Africans na kunyanyua kombe lolote ndani ya ligi. Ukiangalia katika upande wa kombe la CRDB Cup, Young Africans mpaka hivi sasa tayari ameshafika katika hatua ya finali, lakini Simba yeye ametoka mapema. Kwa maana hiyo misimu 4 mfululizo Simba amekosa kuchukua kombe la shirikisho la CRDB ndani ya Tanzania bara. Je, msimu huu mnyama Simba anaweza kuchukua kombe la ligi kuu Tanzania bara ambalo mpaka hivi sasa ndipo matumaini yake makubwa yalipolala, kwa sababu msimu huu Simba amekosa kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia katika upande wa CRDB Cup Simba ameweza kutolewa dhidi ya Singida kwa ushindi wa mabao 3-1. Mashabiki wengi wa Simba ukiwasikiliza wenyewe wanaendelea kutamba na kutembea kifua mbele, huku wakitamani tarehe hiyo 15 waweze kufika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kushuhudia mbungi ambayo inaenda kupigwa majira ya saa 11 kati ya Young Africans dhidi ya mnyama Simba. Lakini kwa upande wa Young Africans mashabiki wao wenyewe wanakuambia kabisa hawana wasiwasi wowote na wanaamini kwamba viongozi wao wataendelea kusimamia msimamo wao ule ule kwamba hawatapeleka timu uwanjani. Katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wadau pamoja na wachambuzi wa soka hapa nchini kwetu Tanzania wanatamani Young Africans waweze kupeleka timu na kwenda kuonyeshana uwezo katika pitch, kwa sababu kila timu hivi sasa ina kikosi kilichokuwa bora, ina kikosi kilichokuwa kizuri. Kiwatazama Young Africans wamefanya vizuri na wanaendelea kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia ukienda kwa upande wa Simba wenyewe wanajinasibu kwamba kwa hivi sasa wana kikosi kilichokuwa bora, wana winga zilizokuwa nzuri na wanajinasibu endapo watapokutana na Young Africans basi wataenda kulipa kisasi, kwa sababu ndani ya miaka hivi karibuni Young Africans wamekuwa bora kwa Simba, wamekuwa wakiwafunga Simba mara kwa mara. Je, kwa safari hii Simba anaweza kujipapatua mbele ya Young Africans na kupata alama zote 3 muhimu? Tusubirie na kuona, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Young Africans wameweka mtego kwenda kwa Simba, kwamba wanafanya maandalizi yao kimya kimya na ikifika tarehe hiyo 15 basi waweze kupeleka timu. Lakini ukimsikiliza afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally mwenyewe anaendelea kutamba kweli kweli, na anakuambia wana kikosi kilichokuwa kizuri, wana kikosi kilichokuwa imara, huku mara kwa mara akiendelea kumtaja winga wao ambao kwa hivi sasa anaendelea kufanya vizuri na anaimbwa kweli kweli Elie Mpanzu kwamba Volcano ataenda kuwasha kweli kweli katika pichi siku hiyo tarehe 15. Maneno yamekuwa ni mengi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini katika mamlaka zilizokuwa zinahusika na soka hapa nchini kwetu Tanzania zinasema wao wapo tayari kwa ajili ya dabi ya tarehe 15. Je, Young Africans anaweza kupeleka timu katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo Simba ndio timu ngeni, yeye Young Africans ni timu mwenyeji? Tusubiri na kuona. Je, na rungu ambalo linasemwa kwamba Young Africans wasipopeleka timu
kwamba watakatwa alama 15 pamoja na kupokwa alama 3 za mchezo huo, watapewa timu pinzani. Watu wengi wanatamani na kuona siku hiyo tarehe 15 nini kitaenda kutokea. Wakati wote ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama Sultan Goma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda sawa sawa kabisa.